Uhali gani Mwanajambo TV? Kila nyakati tunaendelea kukuletea taarifa kuhusu sekta mbalimbali, burudani, michezo, kijamii na hata nyakati zingine za kisiasa, kama ambavyo imekuwa mara zote tukifanya hilo. Kupitia mitandaoni kumekuwa kuna minyukano ambayo inaendelea, lakini kumekuwa kuna mabishano ya kihoja baina ya wanachama wa Chadema juu ya mambo mbalimbali yanayokihusu chama hicho. Aliyewahi kuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje, John Mrema, leo kupitia mtandao wa X ameandika andiko ambalo amesema ni majibu kwenda kwa mwanasheria mkuu. Kupitia mtandao wa X, aliyewahi kuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje ya Chadema, John Mrema, kupitia mtandao huo ameandika kile ambacho amesema ni majibu kwenda kwa mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Dr. Rugemeleza Nshala. Mrema ameandika: kwa heshima nimejibu andiko la mwanasheria mkuu wa chama Dr. Rugemeleza Nshala, grupu la maswali magumu. Mwanasheria mkuu wa chama, salam. Nimesoma maoni yako ambayo yamejaa uchungu na maumivu, lawama na kejeli. Umesema kwa uongozi mpya unasimamia maamuzi ya vikao vya kamati kuu na mkutano mkuu wa chama, ila hujaweka ushahidi wote ule kwamba kulikuwa na azimio la kuzuia uchaguzi. Hapakuwa na azimio hilo. Kama lipo, tafadhali weka ushahidi mezani ili dunia ijue na iwapuuzie wote kwa hoja za kinzani. Yani wote ambao wana hoja kinzani. Pili, umesema kuwa walioshindwa uchaguzi wa ndani ya chama ndio wanaopinga, ila haujasema ukweli kuhusu ambao hawakuwa na upande ndani ya uchaguzi ule na ambao ni wagombea ambao walishawekeza sana kwenye kata na majimbo ya uchaguzi na walitakiwa kufanya maandalizi tangu tangazo la katibu mkuu Januari 2023 akiwa Mwanza, alipowataka wagombea wote watie nia ya kugombea, akiwataka wagombea wote watie nia ya kugombea na waendelee na maandalizi ya kiuchaguzi. Ushahidi wa hili ni kuwa mwenyekiti wa chama alitia nia kugombea urais na mpaka leo hajawahi kuiondoa nia hiyo. Na wapo wagombea ubunge ambao hawajaondoa nia zao, kwani hapajatoka tangazo rasmi la chama kuwa hakitashiriki uchaguzi mkuu 2025. Tatu, umesema kuwa kuna azimio la mkutano mkuu la no reforms no election na kwamba lilisimamiwa na mwenyekiti Mbowe, na kuomba ufanye utafiti wako kabla ya kujiingiza kwenye hizo propaganda uchwara. Utafiti wako ujikite kwenye maeneo yafuatayo ili ukweli ukongoze. 1. Agenda ya no reforms no election ilianza mwaka gani na ilikuwa na malengo gani? Nini ilikuwa tafsiri halisi ya kampeni hiyo? 2. Mwaka 2020 Januari, kamati kuu iliyokutana Makueni nchini Kenya na kuja na kampeni hiyo ilimaanisha nini? Mbona hatukuzuia uchaguzi 2020 kama maana ilikuwa ni kuzuia uchaguzi mkuu? 3. Taarifa baraza kuu kwa mkutano mkuu uliwataka viongozi kwenda kufanya maandalizi ya kuingia kwenye uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kuandaa wagombea, ilani, rasilimali. Kama tulikuwa na kuzuia uchaguzi, kwa nini mkutano mkuu uliazimia kwenda kufanya maandalizi hayo? 4. Kwa nini katibu mkuu hakusaini maadili ya uchaguzi? Alipewa mamlaka hayo na kikao gani? Mbona hakupakuitishwa vikao kabla ya kufikiwa kwa uamuzi huu mkubwa na wenye madhara makubwa kwa chama chetu? Nani ananufaika na uamuzi huu? CCM inapita bila kupingwa. Nani mnufaika wa mpango huu na amelipwa au ameahidiwa kupewa ujira gani? 5. Malengo ya chama chetu kwa mujibu wa katiba ibara ya 4 kipengele kidogo cha kwanza nukta 1 ni kushiriki na kushinda uchaguzi. Mamlaka ya kuvunja katiba ya chama anayo nani? Adhabu ya kuvunja katiba ya chama ni ipi? Kama mtu hakubaliana na malengo ya chama, anaweza kuendelea kuwa mwanachama? 6. Ibara ya 5 ya katiba yetu imetoa haki kwa wanachama, ikiwa ni pamoja na haki ya kugombea na kuchaguliwa kwenye chaguzi mbalimbali. Haki hii imevunjwa na uongozi wa chama. Nini adhabu yake? Au kiongozi anaweza kuvunja katiba ya chama na asikemewe au kuchukuliwa hatua? Naomba ukikamilisha huo utafiti wako utupatie taarifa ili tuweze kujiongoza vyema. Huu mtindo kulaumu watu na kuwapa majina hauwezi kusaidia chama. Na kumbuka, chama cha siasa sio pressure group. Chama kina malengo ya kisiasa tofauti na wanaharakati ambao malengo yao ni ya muda mfupi tu
na wanaendana na upepo kadiri unavyovuma. Ila chama cha siasa malengo yake ni kushinda chaguzi na kutumia sera zake kuondolea wananchi matatizo makubwa kama vile sheria kandamizi, kutumia rasilimali kwa manufaa ya wote, kuondoa ukandamizaji na kadhalika. Unapokimbia uchaguzi, utaweza vipi kufikia malengo hayo? Siasa ni mapambano ya kudumu, yapo na yataendelea kuwepo mpaka malengo yatakapofikiwa. Tofauti na wanaharakati ambao ajenda zao sio za kudumu. Watapambana na mazingira. Ikija COVID, watahamisha magoli. Ukija ukimwi, watahamia huko na mengineo mengi. Blame game is equal to zero sum game. Alamsiki. Huyu ni John Mrema, aliandika kwenda kwa Dr. Rugemeleza Nshala ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema. Na hili ameliandika, anasema kujibu maswali katika grupu, kujibu andiko lipo katika grupu la maswali magumu. Mrema baada ya kuandika hayo kwenye mtandao wa X, pamekuwa na maoni tofauti. Wengine wakisema Mrema utabaki kuwa Chadema kwa kuwa na magwanda ya kaki, lakini wewe ni mwako, wewe unajua kuwa wewe sio Chadema, na hata wanachama wengi wa Chadema wanajua kuwa wewe sio Chadema. Mzee Msigwa aliamua kwenda mapema kuungana na CCM ili kudidimiza Chadema. Wasubiri nini? Mwingine Mrema akamwambia kumbe jibu ni hoja. Mwingine akasema mlikuwa mnajilipa mamilioni ya fedha, anza kunywa. Okay, sawa, akasema kajilipe na wewe. Mwingine akamwambia mkuu, punguza kujieleza, kwa nini usijibu kwenye grupu, unakuja huku kutafuta nini? Maisha yana machaguo mengi, usilazimishe chaguo lako ndio bora. Kama uwezi kuungana na wenzio, jiondoe kwao. Kama huna amani, tafuta amani sehemu nyingine. Unashusha heshima yako bila sababu. Akasema kwamba Mrema anajibu, mtu anasema nimemjibu kwenye grupu na kuweka majibu yangu. Unanipangia ni posti nini kwenye ukurasa wangu? Jibuni hoja kama mna majibu. Sasa hapa ni Mrema akijaribu kujibizana na wale ambao wanamuuliza, lakini hilo amesema ili liulizwa kwenye grupu la WhatsApp na yeye amekuja kulijibu mtandaoni, na imekuwa itengeneza maswali ambayo tayari Mrema hapa amejijibia. Una maoni gani juu hiki ambacho kinaendelea katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema?